Leo katika kipindi hiki mimi naitwa Apostle Dr. Joe Mzwanda kutoka kanisa la Beroya Bible Fellowship Church lililopo Kimara Baruti, nyuma ya petrol station ya Puma. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunaenda kujifunza habari ya shukrani. Shukrani wote tunaijua. Tunakwenda kujifunza habari ya shukrani, na kichwa cha neno la leo ni nguvu ya shukrani. Nguvu ya shukrani. Shukrani inaonekana kama ni jambo la kawaida sana, lakini sio jambo la kawaida. Hakuna kitu kiko kwenye Biblia ambacho hakina umuhimu. Sasa hebu tutafakari, shukrani ni nini hasa? Shukrani ni kitendo chenye nguvu sana ambacho humgusa Mungu sana, na sio Mungu tu. Hata unapomshukuru mwanadamu, shukrani ina mguso mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani ni kutambua wema au fadhili au msaada ambao umefanyiwa. Ni kutambua huo wema, ni asante ambayo unaitoa kwa kutambua wema wa Mungu au mwanadamu, fadhili za Mungu au mwanadamu, au msaada fulani kutoka kwa Mungu au mwanadamu. Niongezee ni kwamba shukrani ya dhati ina mguso hadi kwenye sakafu ya moyo wa Mungu au moyo wa mwanadamu. Unaposhukuriwa unasikia vizuri sana moyoni, na Mungu ni hivyo hivyo. Shukrani inampendeza sana. Shukrani inagusa mboni za Mungu. Anakutafuta akuone, ni nani huyu anayenishukuru? Kwa hiyo ni kama vile nzi anapita kwenye mboni ya jicho, lazima utataka uone ni nani huyu. Kwa hiyo Mungu anaguswa sana na shukrani, kama wanadamu wanavyoguswa. Wengine wanaweza kuwa wamedharau tu, wameona kitu cha kawaida, lakini Mungu anaguswa sana na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shukrani ya dhati ina mguso hadi kwenye sakafu ya moyo wa Mungu. Ina nguvu sana inapotoka moyoni mwa yule mtu ambaye anashukuru. Kwa hiyo Mungu anaposhukuriwa anatazama moyo. Mungu anachunguza mioyo. Hii shukrani ni maneno tu au yanatoka moyoni? Shukrani yenye mguso ni ile ambayo inatoka moyoni. Ina maana hata maneno yako, hata sauti yako inakuwa na unyenyekevu fulani hivi, na kama inatoka moyoni, inatoka kwa unyenyekevu na inatoka kwenda kwa Mungu au mwanadamu kwa namna ya pekee. Anayetengeneza ni yule anayeshukuru. Je, inatoka moyoni au mtu anatamka asante, asante, nakushukuru, nashukuru, au vipi, nakushukuru? Mtu anataka atengeneze sauti yake, maneno yake yatoke yakiwa yamejaa
ndani yake ile hali ya kujishusha kabisa. Ni ile hali ambayo inaonyesha kwamba mtu huyu ananyenyekea, ina unyenyekevu ndani yake. Hiyo ndio shukrani. Huitamki amina, sante sante. Kuna namna ikitoka moyoni, inatoka kwa ujumbe ambao unakwenda kuchoma moyo wa yule mtu ambaye anashukuriwa. Na Mungu ni hivyo hivyo, na yeye Mungu anatazama, anachunguza mioyo aone hii shukrani inatoka moyoni au inatamkwa tu. Kwa hiyo shukrani yenye nguvu ni ile ambayo inatoka moyoni. Kwa hiyo ni hali ya kujishusha, kujinyenyekesha na kujitoa mbele za Mungu au mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya wanadamu yanapaswa kuwa na dalili zote za shukrani, yaani kujaa tabia ya kutoa shukrani kwa Mungu siku zote, katika mambo yote. Kutoa shukrani kwa Mungu siku zote, katika mambo yote, na katika hali zote, nzuri na mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunazungumzia habari ya mambo mazuri na mabaya? Kwa sababu ukishaokoka wewe, utambue umeokolewa kwa neema. Neema ni upendeleo wa kiungu usiostahili. Hukustahili, lakini Mungu akakuokoa kwa neema. Ni upendo wa Mungu usiostahili. Wazungu wanasema undeserved favor, unmerited favor. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema maisha ya wanadamu yanapaswa kuwa na dalili zote za kujaa tabia ya shukrani kwa Mungu siku zote, tena katika mambo yote na katika hali zote, nzuri na mbaya. Nzuri ni kawaida, inatoka moyoni, unashukuru. Lakini hata mbaya tunaambiwa tumshukuru Mungu. Kwa nini tunaambiwa hivyo? Kwanza tusome Wathesalonike 5, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 sura ya 18 nasema hivi: shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mungu anastahili kushukuriwa. Nikupe mfano ili uweze kuelewa kwa nini lazima ushukuru wakati wote. Ukishaokoka, Mungu anakupenda, tena anakupenda upeo. Ina maana upendo wa Mungu hauna mwisho, anaendelea kukupenda tu. Upendo upo tu, hata unapoingia kwenye dhambi Mungu bado anakupenda, na ndio maana akaweka taratibu uingie kwenye toba. Ukitubu Mungu anakusamehe, anasema anakuachilia kabisa na kukuona kana kwamba hujawahi kumkosea. Huu ni upendo wa namna gani? Huo ndio upendo wa Mungu. Sasa inawezekana nikupe mfano kwamba mtoto hataki kwenda shule, mzazi atamchapa. Kwa nini anamchapa? Anamchapa kwa sababu anatazama huyu mtoto asipoenda shule atakuwa na maisha gani hapo baadaye. Kwa hiyo mzazi anamchapa mtoto. Mtoto anafikiri kwamba baba hanipendi, mama hanipendi,
lakini yeye hajui kwamba ule mzazi anakudiscipline, anakuadhibu ili akunyooshe, ili akufanye upya, ili akufinyange uende shule. Baadaye utakuja kugundua kwamba kumbe nisingekwenda shule, mimi ningekuwa naishi maisha gani? Na ndio maana mzazi atamchapa huyu mtoto. Sasa ndio maana na sisi huku kwenye Biblia inatuambia hivi, mshukuruni Mungu kwa kila jambo, kwa kila hali, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Ni Mungu anawapenda. Kwa hiyo shukrani haitakiwi kukoma. Shukrani ni endelevu. Mshukuru Mungu unapoamka, mshukuru Mungu unapokutana na hali yoyote, ili kusudi uweze kutambua kwamba Mungu, haya ninayopitia, Mungu ananifinyanga. Huwa tunaimba, Bwana Yesu ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu anakufinyanga, Mungu anakuandaa. Sasa wewe hujui, usikasirike, usinune, badala yake mshukuru Mungu. Unapofanya hivyo, Mungu anaona wazi wazi kwamba huyu anajua, anakaa kwenye njia zangu. Mungu sasa hapo ndipo anapoweza akakuondoa katika hali unayopitia, ili kusudi atimize makusudi yake. Lakini sio hivyo tu, inawezekana Mungu anakufundisha uvumilivu. Maana mvumilivu sio Biblia. Sasa mvumilivu ndio anayekula mbivu. Kwa hiyo Mungu anakupitisha kwenye maumivu ili kusudi akufundishe uvumilivu, ili uwe mtu jasiri, uwe mtu mpambanaji, uwe mtu ambaye huogopi, unasimama imara. Sasa atakufinyanga namna gani? Atakupitisha kwenye hali zisizopendeza, kwenye maumivu atakupitisha. Sasa bado tunarudi, wewe unatakiwa umshukuru Mungu. Anasema hapa Wathesalonike, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Mungu anakupenda, ndio maana akaachilia hilo ambalo wewe unaona ni maumivu, wewe unaona ni baya, wewe unaona ni gumu. Hiyo ni changamoto, unaona kwamba ni shida, kuna ugumu, hali yoyote isiyopendeza unayopitia, bado endelea kumshukuru Mungu tu, kwa sababu unapofanya hivyo unadhihirisha kwamba wewe unajua, mimi ni mwana wa Mungu, Mungu ananipenda, ameachilia hali hii ipite kwenye maisha yangu kwa faida yangu. Ananifinyanga, inawezekana ananifinyanga, inawezekana ananiandaa kwa ajili ya kitu fulani kizuri. Kisu lazima jamani, ili kiweze kufanya kazi vizuri, kitanolewa tu, na kinaponolewa kinaumia kweli kweli. Tazama, ukisikia kisu kinanolewa kinavolia, ni kelele kali za uchungu, lakini na wakati mwingine unaona unatoka kama moto hivi pa 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 pa, lakini kisu kinavumilia kwa sababu kinaandaliwa kwa ajili ili kiweze kitumika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ni hivyo hivyo. Mungu, ili kuonyesha kwamba wewe unatambua, bado tunaambiwa kwamba mshukuru Mungu katika kila jambo. Nakwenda kusoma kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 42. Luka 22 mstari wa 42 inasema, Bwana, wakati huu na mstari huu unausoma wakati Yesu amekuwa kwenye maumivu makali sana pale msalabani. Sasa Yesu anasema kwa Baba, kwa Mungu Baba anamwambia, Bwana, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali
ya mapenzi yako wewe yatendeke. Yaani kama ni mpango wako, acha maumivu haya yaendelee tu. Mimi natamani yanitoke, lakini kama ina makusudi yako, yaache yaendelee tu. Ndio anachosema Yesu hapa. Kwa hiyo na wewe unamshukuru Mungu katika misingi hiyo hiyo, kwamba ukiamini kuna jambo jema huko mbele. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana katika Efeso 5 mstari wa 17, narudia, Efeso 5 mstari wa 17 anasema, msiwe wajinga, tafuteni kufahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni shukrani. Mshukuru Mungu katika kila hali, kwa kila jambo, hata kama ni maumivu, hata kama ni hatarishi, wewe mshukuru Mungu. Kama Yesu alivyo, kama ni mapenzi yako, basi Baba, mapenzi yako wewe yatimie, niendelee tu na hii hali. Unamruhusu Mungu, anajua kwamba huyu na ndio maana shukrani ina nguvu sana. Ukifanya hivyo utashangaa, Mungu anaiondoa, anaififiisha ile hali, halafu anaiondoa pole pole. Unashangaa sasa makusudi ya Mungu yanaanza kudhihirika kwenye maisha yako. Kumbe ndio maana Mungu alinipitisha njia ile ambayo ina maumivu. Aha. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kumshukuru Mungu. Usilalamike wala usinung'unike katika hali yoyote. Kulalamika ni maneno kwenye kinywa chako, kunung'unika ni kule moyoni. Mungu anachunguza mioyo, anaona kule ndani kuna kitu gani. Usilalamike wala usinung'unike. Jamani, Waisraeli safari yao ya kwenda nchi ya ahadi ilikuwa ni siku 40 tu, siku 40 tu, lakini kwa kulalamika kwao njiani, Biblia inasema aliwatweza. Kuwatweza maana yake aliwahangaisha. Safari ya siku 40 ilichukua miaka 40, lakini katika watu walioanza zaidi ya milioni, waliofika ni 2 tu. Ni wale ambao walitengeneza fikra zao zikawa ni chanya tu, hao ndio waliofika. Na ndio maana pale mwanzo kabisa wanaanza safari yao, wakakutana na bahari ya Shamu. Sasa wanamwambia Musa, sasa tutavuka namna gani hapa? Wanalalamika. Akasema, tulieni tu, Mungu atakwenda kuwashangaza. Wakawa hawamuelewi. Wewe kama unaongozwa na Mungu safari hii, usiwe na wasiwasi. Sasa neno hili la shukrani lina nguvu kiasi ambacho zinamfanya Mungu akuone wewe unamuelewa njia zake. Mzazi akikuchapa, wewe usimpige mzazi wako, usimtukane mzazi wako. Ujue kuna kitu kizuri, anakudiscipline kwa ajili ya faida yako, na Mungu naye ni hivyo hivyo. Ndio maana tunasoma Wathesalonike tena, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Ni upendo wa Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kupitia wokovu, Mungu anakufinyanga, Mungu anakufanya upya, Mungu anakuandaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukufanikisha, kwanza lazima akuandae. Katika maandalizi hayo, inawezekana wewe ni mtu wa kujiinua, una maringo, mtu wa kujivuna, mtu wa kuwadharau wengine, una kiburi cha uzima. Kabla haja kufanikisha, atakuandaa tu. Katika maandalizi hayo kuna maumivu. Sasa yule anayejua, anajua mimi sijakamilika, huyu Mungu
ananifinyanga kwa faida yangu mwenyewe. Mungu hapo ndipo anapoachilia maumivu yanakuja. Bado endelea kumshukuru Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nakwenda kusoma mstari mwingine hapa, Waefeso 5 mstari wa 20. Bado Mungu ana insist, anatilia mkazo, anasema mshukuruni Mungu Baba siku zote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Huwezi kukosa kitu cha kumshukuru Mungu siku ikapita, haiwezekani. Hiyo pumzi unayopumua, hiyo pumzi unayopumua ni ya Mungu. Mungu ndo amekupa pumzi hiyo. Unakosaje wewe kumshukuru Mungu kwamba hakuna kitu cha kumshukuru? Hiyo pumzi anaweza akaikatisha wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Akaikatisha hiyo pumzi wakati sorry, wakati wowote. Utakwenda kushtaki wapi? Basi umekosa pumzi, ndio mwisho wako. Kwa hiyo mshukuru Mungu siku zote. Hapa anasema tumshukuru Mungu siku zote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Sisitizo hili naomba likae kwenye vibao vya moyo wako. Utambue kwamba isipite siku hujamshukuru Mungu. Bado neno la Mungu linasisitiza, kwa sababu anayekufanya uishi hapa duniani ni Mungu huyo huyo. Kila unachokipata sio pumzi tu, kila unachokipata ni Mungu huyo huyo. Mungu anashughulika sana na maisha yetu. Mungu ndio anayetutetea, ndiye anayetupigania. Mungu ndio anayetutetea, anatupigania, na ndiye anayetushindia. Peke yetu hatuwezi chochote. Tunamhitaji Mungu wakati wote. Mungu ni kimbilio, nguvu na msaada ambao umejaa tele kwa ajili yetu. Sasa wewe unanyamaza. Ndio maana anasema mshukuruni Mungu siku zote. Jamani, siku zote, sio siku chache, siku zote katika Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Naomba neno hili likuingie, ni siku zote mshukuru Mungu. Ukikaa kidogo, shukuru Mungu, shukuru Mungu, endelea. Shukrani zina nguvu, nimesema zinagusa boni ya Mungu. Anataka ajue ni nani huyu anayenishukuru. Huyu ananijua, huyu anatambua nguvu ya shukrani. Hata sisi wanadamu, mtu akikushukuru unajisikia vizuri. Nakushukuru sana, unasikia ile sauti ameibadilisha, ameipozesha, halafu imejaa unyenyekevu. Ninakushukuru sana. Mungu akubariki. Sasa huyo mtu akisema hivyo, inakwenda kwenye sakafu ya moyo wako kule, inakwenda kugusa moyo, ile shukrani. Siku nyingine mtu huyu ukimuona unatamani umsaidie, kwa sababu ni mtu aliyejaa shukrani. Lakini umemsaidia mtu kitu, huyo anapita, huyo anaondoka zake. Vipi, salama, sio nini, anaondoka tu. Anasimama, anakushukuru, bado nakukumbuka sana msaada wako. Asante sana, Mungu akubariki sana. Ule mtu anajisikia vizuri kutana na wewe siku nyingine, na yeye anatamani sasa akufanyie jambo fulani au akushukuru kwa namna fulani. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Tusome kidogo Wakolosai 3:15. Wakolosai 3:15 inasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja,
Tena iweni watu wa shukrani. Iweni. Bado Biblia inazungumzia shukrani tu. Ukisoma Biblia, tazama pale mwisho, kila kitabu kinapoishia kinazungumzia shukrani, shukrani, shukrani. Waandishi wote, shukrani hii ina nguvu ya ajabu sana. Okay, sikiliza vizuri sasa. Kila mwanadamu ameumbwa kwa roho, ameumbwa na roho ya shukrani ndani yake ili tumshukuru Mungu. Wewe inakuwaje siku inapita hujamshukuru Mungu? Wengine sio siku tu, hata wiki inapita hajamshukuru Mungu. Yupo tu. Na ukitaka kugusa moyo wa Mungu, akuone, ayaone mapungufu yako, madhaifu yako, akuwezeshe pale ambako usingeweza, lazima umshukuru Mungu. Huwezi kukosa cha kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa kuwa Mungu anapendezwa sana na shukrani, na anastahili kushukuriwa katika kila jambo. Sasa naomba ujichunguze, usiwe mjinga. Jichunguze, jihodi moyoni mwako. Mbona huna hata chembe ya shukrani wewe? Je, shukrani yako ni ya mdomoni tu au ni moyoni? Wengine ni mdomoni tu, moyoni hakuna kitu, wanaigiza. Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Jichunguze sana katika mambo yote yaliyo muhimu. Shukrani inasisitizwa sana na Mungu. Kwenye Biblia humu shukrani imetajwa mara nyingi mno. Shukuru, mshukuruni Mungu kwa kuwa ni mwema. Kila eneo unakuta kuna neno shukrani, shukuru, shukrani, shukrani. Tunajifunza neno hili ili tubadilike. Maisha yetu tunayatengeneza sisi wenyewe kwa matendo yetu, kwa maneno yetu, maamuzi yetu. Ili tufanywe upya, tukae kwenye njia zake Mungu, lazima tujifunze shukrani. Ujichunguze, ujihoji moyoni, uone mbona hakuna hata chembe ya shukrani. Na je, shukrani zangu ni za moyoni au mdomoni tu? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma Yeremia sura ya 2 mstari wa 21. Yeremia sura ya 2 mstari wa 21. Anasema, nami nilikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu, mzabibu mwitu machoni pangu? Watu wengi tunakengeuka kwa kukosa maarifa tu. Somo hili linakuja ili kusudi ugeuke, uanze kujifunza na kuwa mtendaji wa neno, mtu mwenye uwepesi wa kumshukuru Mungu. Na anakuomba shukrani zako siku zote zitoke moyoni. Usitamke maneno tu, zitoke moyoni. Hata sauti yako kama maneno yanatoka moyoni, sauti inabadilika, mwenendo wako unabadilisha, expression yako ile inabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kama na sisi wanadamu tunapendezwa na shukrani, je, Mungu anapendezwa mno? Wewe mwenyewe ukimsaidia mtu au ukimfanyia mtu kitu kizuri, usiposhukuriwa unasononeka. Tena wakati mwingine unasononeka kwa machozi, moyo hujaa huzuni. Mtu huyu
hana shukrani kabisa. Nimemsaidia hivi na hivi, hana shukrani. Lakini tunaposhukuriwa kutoka moyoni, tunajisikia vizuri na kutamani kutenda mema zaidi na zaidi. Sisi wanadamu, je, Mungu si zaidi? Jifunze shukrani. Mshukuru Mungu tena kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu, ni mapenzi ya Mungu kwako katika Kristo Yesu. Hata kama hali haipendezi, hata kama kuna maumivu, hata kama ni changamoto, hata kama kuna ugumu, hata kama ni makwazo, hata kama unaonelewa, lakini hata kama unakutana na hali hatarishi, wewe kitu cha kwanza ni kumshukuru Mungu. Unapofanya hivyo, unachochea sasa Mungu afanye kitu kizuri kwako wewe, kwa sababu unakaa kwenye njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanapofanikishwa na Mungu wanamsahau haraka. Hawajui kabisa kama kuna haja ya kumshukuru. Bila kushukuru, wao wanadhani ni kwa nguvu zao au elimu yao au ujuzi wao au ujanja wao. Wanamsahau Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wanamsahau Mungu kabisa. Hawataki kumshukuru Mungu, au hawakumbuki kumshukuru Mungu. Wanapofanikiwa wanafikiri ni kwa ujanja wao au ujuzi wao, maarifa yao. Kila jambo usichague. Tengeneza maneno yako yakae kwenye mtiririko unaofaa. Umshukuru Mungu. Mungu anapendezwa sana na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Tunakwenda kusoma tena Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8. Kama unaandika Kumbukumbu ya Torati sura ya 8, tutakwenda kumalizia mpaka tutakwenda pole pole mpaka mstari 11 mpaka mstari wa 20. Kumbukumbu ya Torati 8:11 mpaka 20. Tunakwenda kusoma pole pole mstari kwa mstari ili tuone kuna ujumbe gani. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8 hapa tunakwenda kusoma. Tunaanza mstari wa 11. Kuna ujumbe mkubwa sana hapa. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Mstari wa 12. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Mstari wa 13. Na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Nasema usimsahau Mungu wako aliyekutoa kwenye utawala wa Shetani akakuleta kwenye ufalme wake Mungu. Mstari wa 15. Aliyekuongoza katika jangwa lile
kubwa alikuwa anawaambia Waisraeli kule, atuambia na sisi. Lakini twende mstari wa 18. Twende mstari wa 18 tukaona anasema nini. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili ulifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usimsahau Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye anayekupa utele, yeye ndiye anayekupa mafanikio, yeye ndiye anayekuwezesha, yeye ndiye anayekushindia. Bwana Yesu asifiwe. Usimsahau Bwana Mungu wako. Anasema hapa, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri au mafanikio au utele wa kitu fulani, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako. Lakini sikiliza mstari wa 19, lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanapopata utele wanajisahau, hawajui kama ni Mungu ndio aliyowawezesha. Wanapokuwa matajiri labda kwenye biashara kwa namna yoyote, wanamsahau Mungu sana. Wanaanza kuziabudu zile fedha badala ya kuendelea kumwabudu Mungu. Wanamwacha Mungu, wanamsahau kabisa. Kanisani hawaji, wakija amechelewa, akikaa kidogo ameondoka. Kuna maombi, nikaombe nini? Haji kanisani, haendi kabisa. Kuna mkesha, mimi nikakeshe, yani niache usingizi, mimi niko bize hivi, nikache usingizi tena niende kukesha? Na kesha nini? Kuna maombi, hakuna kuomba kabisa, haombi, maana kila kitu anacho. Anasahau kumshukuru Mungu na kuendelea kumshukuru Mungu atupae utajiri, atupae utele wa jambo lolote. Yeye ndo anayetufanikisha, yeye ndo anayetupigania, anayetushindia ni yeye. Yeye ndo anayetutetea, anayetulinda ni yeye. Wewe hutaki kumshukuru Mungu, unaanza kuabudu utajiri wako, utele uliokuwa nao. Kama ni ushindi uliokuwa nao. Kama wewe una kibali ulichokuwa nacho, unamsahau Mungu, unajiinua. Anasema hakika atakumaliza, bila shaka utaangamia, bila shaka. Bwana Yesu asifiwe. Ona Mungu anavyokuwa mkali kutufundisha sisi tupate kuelewa kwamba jamani, inatupasa kumshukuru huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama ndio hivyo, ni muhimu sana tujifunze kutoka sasa, tuwe watendaji wa neno la Mungu. Shukrani ni muhimu. Kutoshukuru mwisho wake ni majanga tu. Wengine wanaangamia, wengine wanakutana na majanga makubwa, hawajui kabisa kwamba ni kwa kukosa shukrani kwa Mungu. Hawajui, wanahangaika, wanalia, wanalalamika moyoni, kwenye kinywa, kila wakati mambo ni magumu, mambo hayaendi, lakini kosa liko pale, shukrani hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Tunamalizia somo letu, lakini ni vizuri sana tutambue kwamba maisha bila shukrani hakuna kabisa amani. Utaikosa amani tu. Ndio maana hakuna hata barabara isiyo na kona wala mlima. Ni kwa sababu tusibweteke, tusisinzie,
Kwa hiyo ina maana kwamba kumbe kama ndiyo hivyo, lazima tumshukuru Mungu hata kama barabara inavyokwenda. Maisha yanapanda yanashuka, yanapanda yanashuka, unaenda kushoto, unaenda kulia, unaona hapa nataka kuishi, hapa nimekwisha kabisa, unapanda tena, endelea tu kumshukuru Mungu. Barabara gani iliyonyooka? Haraka haraka haina baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ni mpango wa Mungu kutuadabisha, kutuonya, kutufundisha, kutuongoza katika njia zilizo sahihi. Haya yote yanaweza kuonekana ni mabaya mbele za akili zetu, bali nia ya Mungu ni njema kabisa. Mshukuru Mungu tu. Hata kama unateteleka, Mungu anakufinyanga, Mungu anakutengeneza upya. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani ni kama kupanda mbegu, utavuna baadaye. Wewe endelea kushukuru tu, utavuna baadaye. Shukrani huamsha wema na fadhili na baraka zilizolala, huamsha moyo wa kutoa zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema kwamba shukrani inaamsha vitu ambavyo vimelala, sasa vinaamka pale unapokuwa unashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Tunamalizia somo letu. Tunahamasishwa kushukuru tuombapo kwa Mungu. Kolosai 4 mstari wa 2 unasema, dumuni sana katika kuomba huku mkishukuru. Haleluya. Dumuni sana katika kuomba huku mkishukuru. Hakuna maombi ambayo humalizii kwa kushukuru. Unaposhukuru, shukuru kutoka kwenye sakafu ya moyo wako, ukiamini Mungu amejibu. Shukrani ina nguvu. Ndio maana anasema dumuni sana, sio kidogo, sana katika kuomba huku mkishukuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Kolosai 3 mstari wa 12 mpaka 17 utasoma mwenyewe, lakini ujumbe uliopo pale unasema hivi: tena iweni watu wa kushukuru. Inarudia mistari mingi humu, mingi sana. Maisha mapya katika Kristo yanapatikana kupitia nguvu ya shukrani. Wokovu wako unaweza ukabaki hivyo hivyo ulivyo tu, hakuna matokeo, hakuna badiliko lolote kama una moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nasema mstari mwingine unasema hapa, Kolosai 3:15, na amani ya Kristo na ikae mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Kolosai 4:2 ile inarudia tena, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku mkishukuru. Bwana Yesu asifiwe. Shukuruni Mungu kabla ya chakula. Shukuru Mungu kabla ujala. Mshukuru Mungu kwamba yeye ndio kakuwezesha umepata hicho chakula unakula. Inakuwaje wewe siku inapita hujashukuru? Na unaposhukuru, wengi tunashukuru kama mashine tu. Shukrani haitoki moyoni, haimpendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya.